tunaiamrisha, achia akili za Tanzania. Sema ndani ya mwaka huu hakuna yoyote atakayewaendesha Watanzania na akili zao kwa roho ya uchawi. Mwaka huu tunakataa, mwaka huu tunakataa, mwaka huu tunakataa kwa jina la Yesu. Mwaka huu atupelekeshwe na uchawi tena kwa jina la Yesu. Akili zetu hazitarogwa kwa uchawi kwa jina la Yesu. Akili zetu hazitafungwa kwa uchawi kwa jina la Yesu. Kama ni mbunge mchawi mwaka huu apiti kwa jina la Yesu. Kama ni diwani mchawi mwaka huu apiti kwa jina la Yesu. Yoyote ambaye angekuja akaloga akili za watu ili wasimuulize maswali, ili wawe na uoga wa muogope, ili apate kibali kisichokuwa na sababu, tunamfutilia mbali kwa jina la Yesu. Haleluya. Nataka tumalizie ombi la mwisho, alafu tuende tukamalizie silaha yetu ya pili kwa leo. Kitabu kile cha Zekaria sura ile ya 3. Zekaria shatandararaba. Zekaria sura ile ya 3. Shandarararara. Kama ulikuwepo juzi tulianza hapo. Shakabarabara. Oh, haleluya. No, Zekaria 2:9. Zekaria 2:9 anasema, kwa maana tazama nitatikisa mkono wangu juu yao, nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia. Anasema nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia, nanyi mtajua ya kuwa Bwana majeshi amenituma. Majeshi, 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 majeshi. Sasa anasema hivi kwamba Mungu atatikisa mkono wake juu ya hawa adui zetu, na kutikisa wakati akiwa anatikisa anasema wale ambao tulikuwa tunawatumikia ndio wataanza kututumikia. Wale ambao walikuwa tunawatumikia ndio wataanza kututumikia. Sema katika jina la Yesu. Ombi langu sio kubwa, ni hili. Kwa hiyo simame ili tuombe tena. Sema katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, Bwana Yesu, kila ambao wametugeuza kuwa mateka wao, wametugeuza kuwa watumwa wao, kuanzia sasa tikisa mkono wako juu yao katika jina la Yesu. Kila ambaye ameigeuza Tanzania kuwa mtumwa wake, kuanzia sasa Bwana tikisa mkono wako juu yake kwa jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Kila ambaye amegeuza watu kuwa watumishi wake, kuanzia sasa tikisa mkono wako juu yake katika jina la Yesu. Kila ambaye anawaendesha watu kwa roho ya uchawi, kwa roho ya uganga, kwa roho ya ushirikina, kwa nguvu za giza, Bwana Yesu, tikisa mkono wako juu yake katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa ageuzwe kuwa mtumwa, anyang'anye nafasi yake, anyang'anye jina lake, anyang'anye cheo chake, anyang'anye kwa jina la Yesu, anyang'anye mali yake, ageuzwe kuwa mtumwa wote katika jina la Yesu. Anza kuomba ile ombi, mwambie Bwana Yesu atikise mkono wake juu yao, atikise mkono wake juu yao. Tulisoma pia tukaona ya kama mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya Wafilisti, na kuanzia hapo Wafilisti wakapigwa kwa majipu. Amrisha kuanzia sasa ya kama kwa maombi yetu na unyosha mkono wa Bwana waende waovu kule walipo kwa jina la Yesu. Kama maombi yetu na unyosha mkono wa Bwana uende Songea, tunaunyosha mkono wa Bwana. Uende Katavi, tunaunyosha mkono wa Bwana. Uende mpaka Tunduma, tunaunyosha mkono wa Bwana. Uende mashariki ya Tanzania na magharibi ya Tanzania na kusini ya Tanzania na kaskazini ya Tanzania. Kila ambaye amegeuza taifa hili kuwa utumwa, Bwana tikisa mkono wako juu yake, atikisa mkono wako juu yake. Anguke, 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 apinduke, pinduka, pinduka, pinduka kwa mamlaka ya jina Yesu. Rakababa saka yakatanda dadaba reka mama sanda yakatara dada asaya kataraba leka baba saka riantaraba mama. Kwa jina la Yesu Bwana atikisa mkono wako juu ya wale ambao wanaigeuza nchi hakuwa nchi ya machafuko na utumwa. Atikisa mkono wako juu ya wale ambao wamebeba ajenda za kuua, za kuharibu, za kufisha na kupoteza wengine. Atikisa mkono wako juu ya
wale ambao Bwana wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu, atikisa mkono wako juu yao. Ashapalata lakababa saya ekapala baraba makana na sanda rakada badaba asaparata yakababa baba shanda rekata rada badaba riantaraba mama saya yekada badaba. Wale ambao Bwana Yesu wanakula jasho la Tanzania, wanajigeuzia mali za nchi kuwa za kwao, anatikisa mkono wako juu yao, anatikisa mkono wako juu yao. Wakung'utwe, wapigwe, wafadhaishwe, waaibishwe, wabomolewe, wapinduliwe na mkono wa Bwana. Anawapambanisha na mkono wako, mkono wako wa kuume wenye nguvu, anawapambanisha nao kwa jina la Yesu. Wapinduliwa, anawapindua kwa mkono wa Bwana, anawapindua kwa mkono wa Bwana. Masada dada akila faraha asiyetaka watu wa Mungu waende, Bwana mkono wako wa ishara, mkono wako wa mapigo umwende. Tunapeleka mapigo kwa mkono wa Bwana, hatunapeleka mapigo. Waganga wa Farao wakamwambia hiki ni chanda cha Bwana, hatunawapelekea chanda cha Bwana. Kidole cha Bwana kiwaende, mkono wa Bwana waende. Pasua, waangushe. Hatunaelekeza mkono wa Bwana kwenye afya zao, hapiga kwa jina la Yesu. Wale ambao wamegeuza wanasema mji ni sufuria na wao ni nyama, yakanamaka asaparadada rakadabadaba yantarama asaparada lekabadaba akapaya asatata ratatata yakapapa. Wapigwe. Tunawanyofoa kwa mkono wa Bwana, tunawanyofoa, tunawang'oa kwenye viti vyao, tunawang'oa kwenye nafasi zao. Ng'oka yachie Tanzania. Mkono wa Bwana ukuporomose, mkono wa Bwana ukuporomose. Tunawaporomosha, poromoka. Achilia hiyo nafasi kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa achilia hiyo nafasi kwa jina la Yesu. Tunawaporomosha, poromoka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kuanzia sasa waporomoke, waanguke, waaibishwe, wafedheshwe katika jina la Yesu. Kuanzia sasa tunawang'oa kwa mkono wa Bwana. Kuanzia sasa tunawang'oa kwa mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Amen. Sasa ukae kwa dakika chache. Kae kwa dakika chache. Tunaendelea na silaha ya pili. Tunajifunza kwa habari ya silaha za vita vyetu. Na tumeendelea na jambo hili kwa muda kidogo, kwa sababu ni jambo ambalo pia lina uzito. Haleluya. Na tulianza kujifunza kwa habari ya mkono wa Bwana kutoka sura ya 3 ule mstari wa 19 hadi wa 22. Kutoka sura ya 3 ule mstari wa 19 hadi ule mstari wa 22. Nilikwambia mambo kama matatu. Cha kwanza nilikwambia mkono wa Mungu ni upande wa Mungu wa nguvu. Is the power side of God. Ni upande wa Mungu wa nguvu. Tunapoongelea mkono, tunaongelea upande wa Mungu wa nguvu. Upande wa Mungu wenye uwezo wa kufanya chochote. Upande wa Mungu wenye uwezo wa kumuinua yote na wenye uwezo wa kumwangusha yote. Mungu anaweza akamuinua mtu au akamshusha mtu kwa mkono wake. Na pia mkono wa Mungu, tukiongelea mkono wa Mungu nikakwambia tunaongelea upande wa Mungu wa ishara, maajabu na miujiza. Kinachofanya ishara, maajabu na miujiza ni mkono wa Mungu. Kila unapoona ishara, ujue mkono wa Mungu umehusika. Kila unapoona miujiza, ujue mkono wa Mungu umehusika.
kila unapoona mambo makubwa magumu usiyojua yamefanyika, ujue mkono wa Mungu umefanyaje, umehusika. Kutoka sura ya 8 mstari wa 18 na 19, Mungu alileta chawa kwenye nchi, na wale waganga wa Farao baadaye wanamwambia Farao, walipojaribu kufanya jambo lile kwa uganga wao, bila sema wakajaribu nao kuleta chawa kwa uganga wao, wakashindwa. Mstari wa 18 anasema wakamwambia Farao ya kwamba jambo hili ni chanda cha Bwana kimefanya. Maana yake jambo hili ni mkono wa Mungu umefanya. Kumbe tafsiri yake ni kwamba mkono wa Mungu unaweza kufanya ishara na maajabu ambayo waganga hawawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuombea katika jina la Yesu, mkono wa Mungu ufanye mambo makubwa kwenye maisha yako ambayo adui asingeweza kukufanyia, ambayo watu wasingeweza kufanyia, ambayo fedha isingeweza kufanyia, ambayo vitu visingeweza kufanyia, ambayo elimu isingeweza kufanyia. Sema amen. Sema tena amen. Kuna mambo unaweza kawa nayo na ni mambo ambayo hata wapagani wanayo. Ila safari na kuombea Mungu akufanyie jambo ambalo hata wapagani wataangalia waseme huu ni mkono wa Bwana. Anayeweza kutenda hivi ni Bwana peke yake. Anayeweza kuinua hivi ni Bwana peke yake. Anayeweza kufanikisha hivi kwa muda mfupi ni Bwana peke yake. Na ikawe hivyo kwako katika jina la Yesu. Sasa Farao na wachawi wanasema jambo hili ni chanda cha Bwana kimefanya. Maana ni sehemu ya mkono wa Mungu umefanya. Kwa hiyo nimekwambia mkono wa Mungu ndio unaohusika na miujiza. Unapoomba Mungu akutendee muujiza, unachokuwa unakiomba rohoni ni mkono wa Mungu tokee. Na hii miujiza sio lazima uwe muujiza wa uponyaji, afya, kwamba ulikuwa mgonjwa sasa umepona, au ulikuwa umeishiwa nguvu sasa, sio lazima iwe hivyo. Wakati mwingine unaweza kuona muujiza unatokea kwenye eneo. Elia anafungua mvua baada ya kuifunga mvua kwa miaka 3. Elia anafungua mvua. Wakati akiwa anafungua mvua, alipokuwa akiomba, mtumishi wake akaja akamwambia, nimeona wingu kama mkono unakuja. Na baadaye Elia akagundua kwamba huu sio tu mkono uliokuja kuleta, ule ulikuwa in fact ule ulikuwa ni mkono wa Bwana. Ule ulikuwa ni mkono wa Bwana unakuja. Lakini sasa Elia baadaye ule mkono wa Bwana ulifungua mbingu, na baadaye ulikuja ukakaa juu ya Elia, akaanza kupiga mbio mbele ya Ahab. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri yake ni kwamba hata ule muujiza wa kufungua hali ya hewa, kufungua mvua iweze kunyesha tena, mkono wa Bwana unaweza kufanya. Sio tu miujiza ya afya, hata miujiza ya fedha pia, hata miujiza ya kazi, hata miujiza yoyote ile ambayo unataka Mungu akufungulie, mlango wote ambao unataka Mungu akufungulie, mkono wake unaweza kufanya. Sema katika jina la Yesu, kwa maombi haya na unyoosha mkono wa Bwana ufungue milango iliyofungwa mbele yangu katika jina la Yesu. Kwa hiyo nikakwambia mkono wa Mungu ndio unaohusika na miujiza. Haleluya. Lakini pia mkono wa Mungu pia ndio unaohusika na vita. Mkono wa Mungu unahusika na vita. Mkono wa Mungu unahusika na vita. Ni silaha yetu. In fact mkono wa Mungu ni silaha yetu. Nilikupa na maandiko kadhaa, na leo nitayarudia tena, lakini nitakuongezea mengine tena. Na leo nitakuonyesha pia namna ya kuutumia mkono wa Mungu ili kuweza kushinda vita zako. Unawezaje kuamsha mkono wa Mungu ukupiganie, ukutetee, ukufanikishe. Na mkono wa Mungu na kazi nyingi kwako. Nilikwambia kwa adui zako mkono wa Mungu ni majanga, ila kwako mkono wa Mungu unaleta baraka. Kwa adui zako unaleta mabaya, kwako mkono ule ule kwa adui zako unawavunja na kuharibu, kwako unakuinua na kukusimamisha. Sasa nirudi kwanza hapa kutoka sura ya 3 mstari wa 19 na 20. Anasema hivi, nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Hebu sema kwa mkono wa nguvu. Anasema la hata kwa mkono wa nguvu. Anasema nami nitaunyoosha. Kwa hiyo cha kwanza unahitaji mkono wa nguvu kushindana na Farao. Farao sio mtu anaelewa maneno ya kawaida. Farao haombwi. Unapodili na Yezebeli, unapodili na Farao, unapodili na Herode, haumuombi. Tunayemuomba ni Mungu. Au wengine tunapiga, tunaponda, tunavunja, tunaharibu, tunapasua mpaka wameachia. Shetani hatumuombi. Hebu sema hatumuombi. Sema hatukuombi. Sema Herode, hatukuombi. Hatumuombi Herode, hatumuombi Farao, hatumuombi Yezebeli. Hao watu ni kupiga mpaka ameachia. Na ndio maana Mungu anamwambia Musa
anamwambia Musa, najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa. Ruhusa maana yake ni mnaomba. Ruhusa ni kitu ambacho unaomba. Tafsiri yake ni kwamba huyu jamaa ukimwendea kwa maneno, ukimwendea kwa kumuomba, ukimwendea kwa kutia huruma, hakuachi. Hakuachi. Anataka mitatu tena, anataka 10 tena, anataka 20 tena. Anatamani hata apate wiki nyingine tena za kuendelea kutuonea au kukuonea au kulionea kanisa au kuionea familia yako. Sema katika jina la Yesu, safari hii nimejua ya kwamba sihitaji kukuomba, ninakuamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, ng'oka kila nguvu ya giza inayonizuia, kila nguvu ya giza inayolizuia taifa, na kuamrisha ng'oka, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu. Ndio maana Biblia inasema toeni pepo, sio ombeni pepo. Toeni, kwa Kiingereza cast out, fukuza, hamisha, ng'oa. Yesu alikuwa ana lugha ya huruma alipokuwa anaona pepo. Biblia inasema akawaamuru. Maana yake pepo anaelewa lugha ya amri, tunawaamrisha. Farao anaelewa lugha ya amri, tunamwamrisha. Nguvu ya familia ambayo yanakuzuia tunayaamrisha. Magonjwa tunayaamrisha. Ndio Biblia inasema toeni. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 21 na 22. Luka sura ya 11 mstari wa 21 na 22. Ngoja nikupe kitu hapo haraka haraka. We don't beg them. We don't beg the devil. We command him. We cast him out. Hatumuombi shetani. Shetani ni tunazipanga, tunazikunja. Jino kwa jino, pua kwa pua, kono kwa mkono, ngumi kwa ngumi, uso kwa uso, na bahati mbaya ameshashindwa tayari kwa jina la Yesu. Luka 11 mstari wa 21 na 22 anasema mtu mwenye nguvu, hebu sema mtu mwenye nguvu, aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Mstari wa 22 anasema hivi, lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye, sema mtu mwenye nguvu kuliko yeye, atakapomwendea. Nataka uone ya kwamba Shetani ndio huyo mtu mwenye nguvu wa kwanza anayeongelewa. Anaongelewa hivi, kwanza Shetani hapa anaitwa mtu mwenye nguvu. Hebu sema mtu mwenye nguvu. Neno mtu ni roho. Maana yake Shetani ni roho yenye nguvu. Asikudanganye mtu ya kwamba Shetani ana nguvu, ni mwongo. Shetani ana nguvu. Luka 10:19 anasema nimewapa amri na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule muovu. Maana yake Shetani anazo nguvu nyingi. Nyingi, mpaka Biblia inasema nguvu zote ni nyingi. Kwa hiyo Shetani ana nini? Ana nguvu. Sasa anasema mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake. Silaha nyingi za Shetani nitakuja kuziongelea pia baadaye ili uzijue, ili tunavyombamiza umbamize vizuri. Kuna silaha ya magonjwa. Kuna silaha ya dhambi. Kuna silaha ya umaskini. Ni silaha zake hizo. Anaweza kuingia nazo mahali akateketeza mji, akaharibu vijana kwa roho ya ulevi. Unashangaa baa kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Ukiona hivyo ujue Shetani amejifunga silaha zake na amekaa kwenye hilo eneo. Alafu anasema hivi, anasema ailindapo nyumba yake. Kazi nyingine ambayo Shetani anafanya ni vile ambavyo ameshatunyang'anya au amekunyang'anya, anavishikilia, anavitunza, anaviwekea doria, anaviwekea ulinzi. Alafu anamalizia anasema vitu vyake vi salama mpaka pale ambapo sisi tumeamua kumwendea. Anasema lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye, huyu mwenye nguvu kuliko yeye, chenye nguvu juu ya Shetani ni Mungu. Kwenye ulimwengu wa roho, chenye nguvu juu ya Shetani ni Mungu. Na sasa kama chenye nguvu juu ya Shetani ni Mungu na wale malaika wa Mungu, kwa sababu malaika wa Mungu ndio waliomuondoa Shetani mbinguni, na wale malaika wa Mungu na wale viumbe vya nuru vina nguvu kuliko Shetani. Maana yake na wewe kama mwana wa Mungu, sasa wewe sio tu mtumishi wa Mungu, wewe kama mwana wa Mungu ni mwenye nguvu kuliko Shetani. Na hapa halijawekwa jina, haijawekwa jinsia, halijawekwa kabila, halijawekwa taifa la mtu. Kila ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ni mtu ambaye Mungu anaishi ndani yako. Unapomwendea Shetani, Shetani hakuoni wewe kama wewe, anamuona yule aliye ndani yako ambaye alimshinda, akamnyang'anya funguo za mauti na kuzimu, na Yesu huyo akapanda juu akalikabidhi kanisa funguo hizo za kuzimu na mauti. Alafu anasema hivi, yule mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea. Maana lazima uchukue hatua ya kumwendea. Hebu sema kumwendea. Kwa hiyo cha kwanza kupitia maombi haya tunachokifanya ni kumwendea kila mwenye nguvu. Cha pili anasema na kumshinda. Ili umshinde lazima ushindane. Kwa hiyo maombi haya ni maombi ya kushindana.
tunashindana na kila mwenye nguvu kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwenye kabila lako, kwenye mkoa, kwenye wilaya, kwenye taifa la Tanzania. Kila mwenye nguvu ambaye amejifunga silaha za uovu, kila mwenye nguvu ambaye amekalia nafasi fulani, tunakujia kwa jina la Bwana. Hebu sema tunakujia kwa jina la Yesu. Sema kila mwenye nguvu kwa sauti ya mamlaka. Sema kila mwenye nguvu popote ulipo, tunakujia kwa jina la Yesu. Tunakuangusha, tunakuangusha, tunakuangusha. Achia Tanzania kwa jina la Yesu. Anasema atakapomwendea na kumshinda na kumnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, chochote ambacho waovu walikuwa wanakitegemea ili waweze kupenya mwaka huu kwenda miaka mingine tena, tunawanyang'anya kwa jina la Yesu. Kama ilikuwa ni nguvu ya fedha, kama ilikuwa ni nguvu ya uchawi, kama ilikuwa ni nguvu ya ushirikina, tunawanyang'anya, tunawanyang'anya. Kama ilikuwa ni chochote wanachotumia, tunawanyang'anya kwa jina la Yesu. Sema amen. Anasema akamnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Na kuyagawanya mateka yake. Maana sasa tunaanza kugawana. Sasa baada ya maombi haya kule mwisho tunapoelekea tutaanza kugawana sasa. Wewe Kigamboni ni ya kwako. Wewe Arusha ni ya kwako. Wewe Mbeya ni ya kwako. Wewe biashara ni ya kwako. Tutagawana. Bila nasema nyumba ya Yakobo atamiliki nini? Miliki zao. Maana tutafika mahali tutaanza kugawana. Wewe kwenye biashara hakuna anayepaswa kukuzidi kwa jina la Yesu. Wewe kwenye ndoa nenda ukafanikiwe. Wewe kwenye siasa nenda ukafanikiwe. Wewe kwenye huduma nenda ukafanikiwe. Wewe kwenye elimu nenda ukapenye. Hakuna kuzuia kwa jina la Yesu. Mwishoni tutagawana kama ambavyo Yakobo aliita wanawe akamwambia njooni niwaambie mambo yatakayowapata. Ndivyo ambavyo Baba atatugawia mwishoni. Kila mmoja una urithi wako katika jina la Yesu. Kikubwa ni kwamba endelea kuomba. Endelea kuomba. Msemaje? Usiache haya maombi. Usikatize haya maombi ukala. Usikatize haya maombi ukala, utapata urithi. Kuna urithi unakuja katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo adui atumuombi, tunamwamrisha. Sasa nikakupa Kutoka ile 3:19, nirudi tena pale. Anasema nami najua kuwa mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Maana Farao anahitaji mkono wa nguvu. Mstari wa 20 anasema nami, sasa huo mkono wa nguvu Mungu anasema ataunyoosha mkono wake na kuipiga Misri kwa ajabu zake zote. Maana yake cha pili sio tu mkono unyooshe, lakini pia tukishaunyoosha mkono wa Mungu kupitia maombi tunautumia kupiga kila Misri kwa ajabu za Mungu zote atakazofanya kati yao. Anasema kisha baadaye atawapa ruhusa mwende. Maana yake Farao anaachia pale anapopigwa. Farao huwa anaachia baada ya kupigwa. Farao huwa anaachia baada ya kupigwa. Hili jambo la muhimu sana, nataka ujue. Farao huwa anaachia baada ya kupigwa. Hawezi kuendelea kushikilia kama akipigwa. Na tukimbomoa vizuri leo kwenye maombi, Tanzania ameiachia kwa jina la Yesu. Kwa hiyo anasema mstari wa 21, naye kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Mstari wa 21 anasema nami nitawapa watu wao kufadhiliwa mbele ya Misri, la anasema hata itakuwa hapo mtakapo kwenda zenu hamtakwenda kitupu. Maana pia mkono wa Mungu utahakikisha kila baada ya maombi haya auondoki kitupu katika jina la Yesu. Utaondoka ukiwa na neema ya kutawala na kumiliki katika jina la Yesu. Alafu anasema hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu. Anasema lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akae naye nyumbani. Maana wale mabinti wa kazi wataomba kwa mabosi wao. Angalia vitu watakavyoomba. Anasema wataomba vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nasi tutawavika wana wetu na binti zetu, nasi tutawateka nyara wa Misri. Hao wa Misri ambao tunawateka nyara ni wa Misri ambao mkono wa Bwana umeshaanza kuwashughulikia. Ukiona mtu unataka kumteka yote, sasa hapa safari tunawateka watekaji. Tunawatumia mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana ndio silaha ya kuwateka watekaji. Sema mkono wa Bwana ndio silaha ya kuwateka watekaji. Hapa tunaona kwamba anasema Mungu anawaambia mstari wa 22 anasema nanyi mtawateka nyara wa nini? Wa Misri. Maana yake mkono wa Mungu unaweza kutusaidia tuwateke adui zetu. Na huo mkono wa Bwana tunao tayari kwa jina la Yesu. Kwanza atutekwi, pili tunawateka watekaji kwa jina la Yesu. Sasa
nakupa baadhi ya maandiko tena ambayo nilikupa tena siku ile. Nimekwambia jambo lingine kwamba mkono wa Bwana ni silaha yetu ambayo tunaitumia kupigana vita vyetu na kushinda. Samueli wa kwanza sura ya 5 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Sasa mimi nitasoma ule mstari wa 6. Ule mstari wa 6. Nitasoma ule mstari wa 6. Anasema lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Angalia, maana mkono wa Mungu ni silaha ambayo inaweza kwenda kwa adui zako ikawapiga. Hiyo ni ya kwanza. Ikafanyeje? Ikawapiga, uchumi wao ukapigwa, familia zao zikapigwa, majina yao yakapigwa, nafasi zao wakapigwa, kila kitu. Alafu anasema ukawaharibu pia. Sio tu ukawapiga, mkono wa Bwana una uwezo wa kupiga na una uwezo wa kuharibu. Anasema pia ukawaharibu. Maana yake tunaweza kuwatumia, namna yetu ya kuwatumia adui zetu uharibifu ni kuwatumia mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana ukiwaendea wanaharibika katika jina la Yesu. Sasa naona umepoa sana. Kwa nini hausemi amen? Kwa nini hausemi amen? Au ukifunga ndo unalegea hivi? Hebu sema amina ya sauti nikusikie. Sema tena amina ya sauti. Sehemu ya amina sema amina. Nijue tunaenda pamoja. Amina mimi kwangu hainitii moyo kwamba ndo nitaamini umeelewa. Nataka ukisema hivyo najua tunaenda pamoja. Ukisema hivyo najua tunaenda pamoja, sija kuacha njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisema hivyo unakubaliana na kile ambacho ninakisema. Kwa hiyo anasema kisha mkono wa Bwana ulikuwa mzito. Maana yake unaweza kuambia, tunaweza kuwatumia mkono wa Bwana tukasema mkono wa Bwana uwe mzito juu ya kila adui wa hatima yangu, juu ya kila adui wa taifa hili, juu ya kila adui wa ndoa yangu, juu ya kila adui wa uzao wangu, juu ya kila adui wa afya yangu. Mkono wa Bwana uwe mzito juu yao katika jina la Yesu. Jambo lingine tena, angalia tena hapo tuende tena mstari ashanda kadabaraba mstari wa 9. Anasema ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana, akawapiga watu wa mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Safari tena tunaona mstari wa 9, mkono pale baada ya wale kupigwa mara ya kwanza, wakalihamisha sanduku la Bwana wakalipeleka mji mwingine. Walipolipeleka mji mwingine, na ule mji na wenyewe pia mkono wa Bwana ukawa mzito juu yao. Anasema Mungu akawafadhaisha. Maana yake mkono wa Bwana tumeona ni silaha ya kuharibu, ni silaha ya kupiga, lakini pia ni silaha ya kufadhaisha. Unaposema wafadhaishwe, maana yake unasema mkono wa Bwana uwaendee uwafadhaishe. Kwa hiyo cha tatu, mkono wa Bwana ni silaha ya kuwafadhaisha nani? Adui zako. Unanielewa vizuri? Tunaenda kwa pamoja. Tuende tena mstari wa baba. Haleluya. Mstari wa 11. Mstari wa 11 anasema, kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote wa Filisti, wakasema liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli liende tena mahali pake. Anasema ili lisituue sisi. Lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa. Anasema kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote, mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno. Hebu sema mzito mno. Kwa Kiingereza ngoja nikusomee hilo neno fadhaa kubwa. Hilo neno fadhaa kubwa kwa Kiingereza ameweka vizuri. King James anasema, so they sent and gathered together all the lords of Philistine. Anasema and said, send away the ark of the God of Israel. Anasema and let it go again to his own place. Anasema that it is layers not and our people. Maana kile sisi katuua au tukaendelea kufa. Anasema for there was a deadly destruction. A deadly destruction. Uharibifu wa kiwango cha juu ambao elezeka kwa maneno ya kawaida throughout all the city. Anasema the hand of God was very heavy upon them. Sasa jambo la tatu, mkono wa Bwana unaweza kupeleka magonjwa. La 4, mkono wa Bwana unaweza kupeleka magonjwa kwa adui zako. Mkono wa Bwana ukiwa kama silaha, nimekwambia unaweza
kuwapiga adui zako, unaweza kuwaharibu adui zako, unaweza kuwafadhaisha adui zako, lakini pia unaweza kuwapelekea magonjwa adui zako. Ndio hiyo, wanapigwa kwa majipu. Wanapigwa kwa majipu. Wapigwe au waachwe? Waachwe au wapigwe? Aya, subiri tena nikuonyeshe jambo lingine. Ile Zekaria sura ile ya 2 mstari wa 9. Zekaria sura ile ya 2 ule mstari wa 9. Subiri tusome hapo uone. Anasema hivi Zekaria 2:9. Anasema kwa maana tazama, nitatikisa mkono wangu juu yao, nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia. Anasema nanyi mtajua kuwa Bwana wa majeshi amenituma. Manake namna ya 5 ambapo unaweza kuwatumia mkono wa Bwana adui zako ni kuutikisa mkono wa Bwana juu yao. Kuutikisa mkono wa Bwana juu yao. Na mkono wa Bwana ukitikiswa juu yao, anasema adui zako au wale ambao walikuwa wanakuonea wamekaa juu yako wanageuzwa kuwa watumwa wako. Wanageuzwa. Kwa hiyo una uwezo wa kuwageuza adui zako kuwa watumwa wako kwa kuwatumia mkono wa Bwana. Majeshi ni majeshi ya nani? Kwa hiyo una uwezo wa kuwatumia haya. Ngoja nikupe tena andiko jingine tena. Kitabu kile cha Ezra, haya narudia niliyasoma siku ile, nitaenda mengine tena ya leo. Ezra sura ya 8 mstari wa 21, wa 22 na wa 23. Ezra sura ya 8 mstari wa 21, 22 na 23. Anasema hivi, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava. Anasema ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Maana mfungo ni njia ya kujinyenyekeza mbele za Mungu. Anasema na simaanishi kwamba kila aliyefunga amejinyenyekeza, hapana. Ila namna mojawapo ya kutaka kujinyenyekeza mbele za Mungu ni kupitia kufunga. Haleluya. Kuna mtu amefunga lakini bado ana kiburi. Kufunga ni mojawapo ya njia ya kujinyenyekeza. Kila mtu mnyenyekevu, tafsiri nyingine ni kwamba ni mtu ambaye hawezi akaacha kufunga. Kila mtu ambaye ni mnyenyekevu hawezi akaacha kufunga. Yesu alifunga. Musa ambaye Mungu anasema alikuwa ni mtu mpole, kwa Kiingereza anasema the man was humble, zaidi ya watu wote, alikuwa mnyenyekevu zaidi ya watu wote. Musa alifunga. Yoyote ambaye atadumu na kuendelea kwenye unyenyekevu, unyenyekevu ni tabia ambayo inabebwa sana na hiyo kitu kinaitwa mifungo. Kwa nini mifungo? Ni kwa sababu mfungo unaua mwili na kuuisha roho. Mfungo unafanya roho yako itawale mwili wako. Maana yake kiburi huwa kinatokea huku mwilini. Kiburi huwa kinatokea huku nje. Kiburi huwa kinatokea huku nje. Sasa anasema wakaitisha mfungo ili kujinyenyekeza mbele za Bwana. Na kazi ya pili ya mfungo hapa anasema na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Maana yake mfungo pia, kila unapotaka njia iliyonyooka, kama hautaisikia, hautaipata kwa kuisikia kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu. Sauti ya mtumishi wa Mungu anasema utasikia sauti nyuma yenu ikiwaambia njia ni hii. Kama utasikia kwa maneno ya mtumishi wa Mungu, basi ukifunga ni rahisi kupata njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka kwa habari ya biashara, njia iliyonyooka kwa habari ya Tanzania, njia iliyonyooka kwa habari ya kanisa, njia iliyonyooka kwa habari ya huduma. Na mfungo huu nataka nikwambie umetuzalishia njia iliyonyooka. Mnakumbuka juzi tuliomba maombi ya aina gani? Tulipambana na kila roho zinazopindisha njia. Si mnakumbuka Tukasema kuna watu kazi yao ni kupotoa njia za wengine. Tukamwona yule mchawi ambaye alikuwa anapotoa njia za Bwana. Yaani njia za Mungu kabisa, ni za Mungu kabisa, anazipotoa. Je, vipi kuhusu wewe? Wewe kuna watu cha Mungu hawaogopi, njia za Mungu hawaogopi. Wanapotoa hadi njia za Mungu. Jamaa yule anaitwa Elima. Bila anasema amejaa ila na uovu wote. Adui wa haki yote ya Mungu anayezipotoa njia za Mungu. Majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anasema kwa hiyo moja ya njia ya kuhakikisha ndio maana Yohana aliyekuja kutengeneza njia ya Yesu ili inyoke alifunga. Yohana alikuwa anafunga. Hata unapotaka kutengenezea mtu yote njia, mfungo ni kama mfungo huu unatengeneza njia kwa ajili ya baba yetu kupenya, kwa ajili ya Tanzania kupenya, kwa ajili ya Masihi wa Bwana kupenya, na wote lazima waende kwa jina la Yesu. Anasema kwa hiyo kazi nyingine ilikuwa ni kuleta njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka kwa ajili ya nani? Anasema kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo unaweza kufunga kwa ajili ya watoto wako. Anasema pia na kwa ajili ya mali zetu. Kumbe hata njia ya wewe inaweza kuwa njia yako imenyooka, ila uchumi umepindishwa.
Njia yako imenyooka, ila watoto njia imefanyaje? Imepindishwa. Njia yako imenyooka, ila ukiangalia ndugu zako kwenye familia njia imepindishwa. Kuna wengine tukisema, kuna wengine wanafunga kwenye mfungo, sio kwamba wana shida ya kula. Hawana shida na hela. Hata hela ya kula wanayo. Yaani hela, wana nyumba zao, wanaishi kwenye nyumba zao, wana maisha yao mazuri. Kuna wengine wana hela hata miaka 10 ijayo wakisema hawatahangaika, in fact hawatahangaika. Lakini wanafunga kwenye mfungo kwa sababu tunaitaka njia pia kwa ajili ya Tanzania. Hivi kweli unahisi baba kwa nini ajitaabisha na yeye kwenye mfungo wa siku 50? Kwa nini ajitaabisha na yeye? Kama ni kudili tu na pepo, angeendelea kudili nazo, kwa sababu huo upako tu wa kudili na pepo tayari uko juu yake. Upako wa kudili na magonjwa tayari uko juu yake. Ila kwa nini safari hii anafunga kwa ajili ya Watanzania? Kuna wakati unafunga kwa ajili ya wengine, unaomba kwa ajili ya wengine. Na hicho ni kiwango cha juu sana cha maombi, kwa sababu mtu yote ambaye anafikia kiwango cha juu cha maombi huwa anaomba kwa ajili ya wengine. Yesu yuko mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu, anatuombea. Kuomba kwa ajili ya watu wengine. Sasa Waebrania sura ya 7 mstari ule wa 34. Nitarudi hapa kwenye Ezra. Waebrania sura ya 7, sura ya 8, sorry. Sura ya 8. Shandarakadababa. Waebrania sura ya 7, nianze sura ya 7. Shakababababababa. Sura ya 7 mstari wa 25. Anasema hivi, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa au amjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombe. Kwa hiyo moja ya kazi Yesu anafanya mpaka sasa ni nini? Kutuombea. Sema kutuombea. Sema tena kutuombea. Sasa nirudi pale kwenye Ezra sura ya 8. Anasema hivi, sema kwa hiyo unapotaka pia njia iliyonyooka kwa habari ya mali, kwa habari ya afya, kwa habari ya uchumi, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya kazi, kwa habari ya huduma, kwa habari ya siasa na chochote, tunaitengeneza hiyo njia na kuinyoosha kwa njia ya maombi, ya kufunga. Alafu anasema mstari wa 22, anasema maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui wa njiani. Kwa hiyo mfungo pia unakusaidia kudili na maadui wa njiani. Kila anayefunga hawezi kuzuilika njiani. Anayeanza safari yake na mfungo hawezi kuzuilika njiani. Ndio maana Yesu anaanza kwenda kumtumikia Mungu kwa mfungo wa siku 40. Jambo lote ambalo unalianzia na mfungo, kabla hujaanza biashara, unaanza na mfungo. Kabla haujaingia kwenye huduma, in fact ngoja niwape mfano. Na sio mfano, ninatoa tu ushuhuda wangu binafsi. Mimi siku ile baba ameniwekea mkono, akaniambia kuanzia leo wewe ni mchungaji hapa. In fact hatakuwa tumejadili na baba, hatakuwa tumepanga na baba, ibada ilikuwa inaendelea kama hivi, baba akaniita. Hakuwahi kuniambia kwamba utakuwa mchungaji wala nini. Mimi kwanza nilikuwa napenda injili, nilikuwa ni mwinjilisti, Evangelist Joseph Makindi. Mwinji. Kwa mwinji na kunikuta kwenye daladala kule ninavyoapeleka, nimeshushwa sana kwenye daladala mimi. Asushwe. Pastor Ima yuko hapo. Tulikuwa tunahubiri naye injili. Hubiri sana injili. Japo kuwa mchungaji haimaanishi kwamba nimeacha, lakini wakati ule nilikuwa niko kwenye hiyo ofisi moja, mwinji. Baba aliniwekea mkono ile siku ya Jumapili. Kuanzia siku hiyo ya Jumapili nilipoteza appetite ya kula na kunywa. Kwa hiyo nilikaa Jumapili. Hiyo Jumapili waka sina utaratibu wa kunywa chochote asubuhi wala kula. Kwa hiyo Jumapili, hata iwe kuna mfungo iwe hakuna mfungo, mimi silagi Jumapili asubuhi. Kwa hiyo ile Jumapili nilikuwa nimekuja ibada, nilikuwa sijala. Jumapili ikaenda Jumatatu, ikaenda Jumanne, ikaenda Jumatano, ikaenda Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi saa 6 usiku ndio nikala. Na nilikula kwa sababu Jumapili yake nilikuwa nataka nije hapa kanisani niwahubirie watu. Si mchungaji ameshaweka mkono. Kwa hiyo nikasema nitakuja kusimamaje hapa, sina nguvu za kusimama. Kwanza hapo yenyewe hata kuongea. Unajua wewe unaongea sana kwa sababu hujawahi kufunga. Kuna mfungo ukifunga utagundua namna kubwa unavyoweza kumpa mtu ushirikiano ni kutikisa tu kichwa. Na mtu anaweza kukuchekesha sana, kitu kinachekesha kweli, ila wewe utacheka tu kwa kweli.
Sio kufunga masaa 12. Kuna watu wanafunga masaa 12 na ukimkuta ni redio imefunguliwa. Moja ya kitu kitadini na ile kuongea sana. Usije kaniambia mchungaji, mimi najaribiwa kwenye kuongea sana, au jaribiwa kwenye kuongea sana. Funga. Zifike siku 3. Hutaongea na watu, hata Mungu wenyewe utakuwa unaongea naye kwa mpangilio. Yaani kuna wakati unafika Mungu uongee naye tena kwa sauti, ukiomba ni kama unanongoneza. Wakati unaongea ndani kwa ndani, ila sasa nje unajitahidi kutoa sauti upangilie maneno yako, lakini haiwezekani tena. Nani amewahi kufunga hata siku 5 kwenda juu, siku 5 kwenda juu, at least siku 5. Na ingine hata siku 4 kwenda juu, siku 4 kwenda juu. Ungenielewa ninachokuambia. Mimi huo mfungo wa siku 6, in fact nilikuwa hapa. Nilikuwa naomba asubuhi, nilikuwa nakuja naongoza maombi hapa asubuhi. Naongoza maombi hapa asubuhi, tunaomba nilikaa siku zote, sio kama nilikuwa natiatia huruma, lakini pia nilikuwa sielewi exactly. Sasa naambia Mungu, umeniweka kuwa mchungaji. Mimi sijawahi kuanza kuwa mchungaji. Kuna watu nimegombana nao tu kwa sababu wameniita mchungaji. Leo unaniambia kuwa mchungaji, na sio tu mchungaji, eti mchungaji wa kuchunga makao makuu. Sikunywa maji, sikula na sikufa. Kwa hiyo Jumamosi jioni ile kabidi ninywe. Mtumishi wa Mungu alikuwa hapa basta hivi, akanipikia nani pale nyepesi pale, nikanywa ile, hatimaye ngapata nguvu. Asubuhi nikaja, nikasimama hapa tena, ndo nimefunga ile, nimekuwa kama mmoja sasa. Yani nikisimama hapa ni kama upepo unaweza kunipeleka muda wowote. Majeshi. Huo mfungo ukifunga, hata utajikuta kuna mwanzoni utazokuwa una nguvu bado za kukaa na watu na kuongea na kuchangia. Ila kadri muda unavyozidi kwenda, unacho cha kuchangia, ila tu unaamua kusikiliza. Baadaye itafika mahali hata ile kukaa na watu tena, nguvu za kukaa na watu tena hauna. Ndio maana yote aliyefunga mfungo mrefu ilifikaga mahali akaondokaga tu maeneo watu wanakaa. Wengine wakahamia nyikani, wakahamia maporini. Leo kuna watu wanaenda maporini, unakuta mtu anaenda mlimani, ni kama sifa. Sio wale wa zamani, ni kwamba aina ya mfungo alikuwa anaenda kuomba ni mfungo ambao hataki kuambatana hata na mtu wa kuongea naye njiani. Anahitaji utulivu. Kuna wakati utafika utashindwa hata kuongea. Mimi kufunga kipindi fulani nikiwa Dodoma. Wakati huo sasa ndio nimeacha kazi, nimeamua sasa nianze kumtumikia Mungu. Nilifunga nikafunga. Piga siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, sinywi maji, sinywi chochote, siku ya 4, siku ya 5. Naomba siku ya 5 asubuhi nimeamka, ile nasimama tu hivi kutoka kwenye kagodoro kangu nilikuwa nimelala. Nilisimama ghafla. Na nilikuwa najiona na nguvu. Natembea napiga hatua ya kwanza, ya pili, ya 3, nikaribia mlangoni. Nikasikia kichwa kinazunguka zi. Mara nasikia zi ya 3, nakuja kushtuka niko chini. Kizunguzungu. Sikufungua siku hiyo. Nikaendelea mpaka siku ya 6. Majeshi. Wewe unamtaka Bwana na nguvu zake. Lazima mwili wako ufikie mahali pa kupoteza nguvu zake ili nguvu za Bwana zije. Sisemi kwamba huo mwili sasa ukondesha, sio kuukondesha. Ila katika hii safari unaweza kusanga na mwili pia kuna wakati unafanyaje? Unapungua. Punguza kula kama unataka kufika mbali. Punguza kula. Nimesemaje? Na kama unielewi, basi wewe sikio lako limekufa, alisikii dawa. Kwa baba akaniwekea mkono ile, nikaingia kwenye uchungaji nikiwa na mfungo wa siku 6, nikiwa naelekea siku ya 7. Fungua saa 6 usiku. Maana ni kama siku ya 7 kabisa. Nikaanza hivyo utumishi, nikaanza hivyo huduma. Sasa sisemi hivi kujivuna. Nataka nikwambie kuna aina ya mfungo ukifunga, hata nguvu za kuongea zinaisha. Na huu mfungo kuna muda ukifika, hata wakati mwingine kulala na tumbo uangalie juu na yenyewe pia ni shida. Kwa sababu tumbo linakuwa limevutika ndani, yani unaweza kuweka maji kabisa hapa yakabebwa. Jehova. Haya. Tunaitaka Tanzania. Mstari wa 22 anasema ili kutusaidia dhidi ya adui wa njiani. Anasema kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu yetu. Anasema juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema. Kwa hiyo kazi nyingine unaona ya mkono wa Mungu hapa ni kukutendea mema. Ngoja niongelee hapa.
kila jambo jema ambalo tunataka Mungu akutendee linatendwa au linafanywa au linazalishwa na mkono wa Mungu. Zaburi 104 mstari wa 24. 28. Zaburi 104, nitarudi kwenye hii Ezra. Zaburi 104 mstari wa 28. Zaburi 104 mstari wa 28. Anasema hivi. Tena naanza mstari wa 27. Anasema hivi, hao wote wanakungoja wewe. Hawa ni wanyama anawaongelea. Anasema wape chakula chao kwa wakati wake. Chakula ni mahitaji yale ya kawaida, yale ya kila siku nahitaji. Kwa mfano kila siku nahitaji chakula, ndivyo ilivyo pia mahitaji yako ya kila siku. Kuna wengine anamngojea anko, lakini kuna ambao wanamngojea Bwana. Sasa angalia mstari wa 28, anasema wewe huwapa, wao wanakiokota. In fact nianze mstari wa 21. Nianze mstari wa 21. Hapa mstari wa 21 ndio utaendelea vizuri. Nitaanza mstari wa 21 alafu nitavuka. Nitaenda ule mstari ambao nilikuwa nimesoma. Mstari wa 21 anasema hivi, wana simba unguruma wakitaka mawindo. Ili angalia, wananguruma wakitaka nini? Mawindo. Lakini anamalizia anasema ili kutafuta chakula chao kwa Mungu. Ukimwona simba ananguruma, anaomba. Wakati huo ni anaomba, na anaomba kutaka chakula chake kutoka kwa Mungu. Nimesemaje? Ukimwona simba ananguruma ni anafanyeje? Anaomba. Na wakati huo anakuwa anaomba ili kutaka chakula chake kwa nani? Kumbe simba ategemei mlio wake, ategemei nguvu zake, ategemei jina kwamba yeye ni mfalme wa pori, hawezi kulala njaa. Anaweza kulala njaa vile vile kama Bwana asipomsaidia. Maana simba anauelewa msaada wa Bwana kuliko kitu chochote. Simba aamini kwenye nguvu zake. Simba aamini kwenye sauti yake. Simba aamini kwenye utiisho alionao ambao wanyama wengine wakimwona wanaanza kumkimbia. Haamini kwenye hivyo. Anaamini kwenye msaada wa Bwana. Alafu anasema hivi, angalia. Anasema hivi, mstari ule wa 23. Mwanadamu atoka kwenda zake kazini, na anasema na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Mwanadamu yeye anatoka kwenda kwenye utumishi wake. Simba yeye ananguruma, anamtaka Bwana amsaidie. Sasa angalia mstari wa 27. Anasema hao wote wanakungoja wewe, uwape chakula chao kwa wakati wake. Maana simba nao pia wanamngoja Bwana. Sasa huu mstari wa 28 anaongelea pia na ndege. Anasema wewe uwapa, wao wanakiokota. Ukiona ndege wanaokota chakula, wamepewa na Bwana. Asubuhi unaona ndege wanaamka mapema saa 10 alfajiri, saa 11 alfajiri, wanaamka wanaanza kulia. Ile ni ibada yao kwa Bwana. Tumeona simba huwa anafanya hivyo, akiongea na Bwana ili amsaidie akapate mawindo kwenye siku hiyo. Kwa hiyo anasema wewe uwapa, wao wanakiokota. Ukiokota usije ukafikiria kwamba una bahati. Hauna bahati, ni Bwana amekupa. Alafu anasema hivi, wewe waukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. Maana yake mema yamejificha kwenye mkono wa Mungu. Kila jambo jema ambalo unalitaka, mwambie Bwana akukunjulie mkono wake. Hebu sema, Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako, nishibe mema. Sema tena, Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako, nishibe mema. Maisha marefu ni mema, mwambie Bwana akunjulie mkono wake. Utajiri ni mema, mwambie Bwana akunjulie mkono wake. Afya ni mema, mwambie Bwana akunjulie mkono wake. Mke ni mema, mwambie Bwana akunjulie mkono wake. Mume ni mema, mwambie Bwana akunjulie mkono wake. Uzao wa tumbo ni kitu chema, mwambie Bwana akunjulie mkono wake. Kazi ni kitu chema, mwambie Bwana akunjulie nini? Mkono wake. Kwa hiyo chochote ambacho unakihitaji kimebebwa na mkono wa Bwana. Na Mungu akikukunjulia, kukukunjulia maana yake ni Mungu aufungue mkono wake kwako. Unashiba. Kushiba maana yake ni kuwa navyo, kuwa na mema yenye utoshelevu kwenye kila eneo. Kushiba maana yake ni unakuwa na mema yenye utoshelevu. Mungu akunjulie mkono wake kwenye uchumi kwa jina la Yesu. Nasema tena, Mungu akukunjulie mkono wake kwenye uchumi kwa jina la Yesu. Alafu wewe unaweza ukahisi hilo nimekutia moyo. Narudia tena, nasikia msukumo ndani ya moyo wangu. Mungu akukunjulie mkono wake kwenye uchumi, ushibe mema ya uchumi kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akunjulie mkono wake, ushibe mema ya kiuchumi katika jina la Yesu. Na namna mojawapo ya kushiba ya mema kutoka kwenye mkono wa Mungu, cha kwanza ni kumuomba Mungu akukunjulie mkono wake. Cha pili, namna ya pili rahisi ni kuwa mtii. Isaya 1:19 anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nini? Ya nchi. Kwa hiyo utii
utakufanya ule mema, sio tu ya nchi, mema yaliyo kwenye mkono wa Mungu ya kupata wewe kwa jina la Yesu. Aya, sasa nirudi tena sasa kule kwenye Ezra. Narudi tena kule kwenye Ezra. Ezra sura ya 8 mstari wa 22. Nitakuongezea tena andiko lingine hapo kwenye mkono wa Bwana kwako unakuletea mema. Anasema maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui wa njiani. Anasema kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume chao wamchao. Maana mkono wa Mungu kwako unaleta mema, kwa adui zako ni ghadhabu, unaleta ghadhabu. Mstari wa 23 anasema basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili hayo, naye akatukubali. Nehemia sura ya 2 mstari wa 8. Nehemia sura ya 2 mstari wa 8 anasema hivi, anasema ili nipewe haraka, nipewe na haraka kwa wasafu mwenye kuutunza mwito wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Anasema naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu. Maana yake kitu kingine, nisikilize, mkono wa Mungu, kiwango cha mkono wa Mungu ulioko juu yako kinaamua kiwango cha vitu watu watakavyokupa. Kuna sadaka ukiona umepokea, ujue kabisa kuna mkono wa Mungu umeanza kuongezeka juu yako. Kuna baraka pia ukianza kupokea, ujue kabisa kuna kiwango cha mkono wa Mungu kimeanza kufanyeje? Kuongezeka juu yako. Sikiliza tena. Anasema hivi, naye mfalme, kile kipengele B anasema naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu. Sasa rudi mstari wa 4. Hiyo Nehemia sura ya 2 mstari wa 4 anasema hivi, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu kutoka mbinguni. Maana Nehemia alivyopewa nafasi ya kuomba kutoka kwa mfalme, hakumuomba mfalme kwanza, aliutafuta mkono mwema wa Mungu kwanza. Na kwa sababu alikuwa anajua angeomba mfalme asingempa kwa sababu ameomba, angempa kwa sababu kuna mkono mwema wa Mungu umekaa juu yake. Hili ni ombi kabisa. Liweke kabisa, hili ni ombi lako kesho na leo na kesho kutwa na kesho kutwa yake, vyovyote utakavyoomba, umwambie Bwana, siku ya leo mkono wako mwema uwe juu yangu. Asubuhi ya leo, mwezi huu wa 6, mwaka huu 2025, mkono wako mwema uwe juu yangu katika jina la Yesu. Na mkono huu ukija huo unafanya watu wakupe vitu. Andika hivi, mkono wa Bwana ukija juu yako ndio unaofanya watu wakupe vitu. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ule mkono wa Mungu unahamisha kutoka kwa watu unakuletea wewe. Mkono wa Mungu utakuwa unahamisha kutoka kwa watu unakuletea wewe. Ndio maana Mungu anamwambia Musa kwamba mtaomba vyombo vya dhahabu, mtaomba vyombo vya fedha. Hata wapa kwa sababu mmeomba, anawapa kwa sababu kuna mkono wangu mwema huko juu yenu. Kutoka ile sura ya 3 mstari wa 21 na 22. Anasema na nyinyi mtakapokuwa mkitoka, wanawake na watake vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu, vyombo si vya nini, na nguo na mavazi. Alafu wakapewa. Na baadaye tunaambia ilikuwa ni kama wamewateka nyara wa Misri. Kwa nini? Kwa sababu mkono mwema wa Bwana ulikuwa juu yako. Usiombe watu vitu kwanza, omba Mungu akupe mkono kwanza, na watu atakupa vitu. Maana namna rahisi ya kupata vitu kutoka kwa watu ni kupata mkono mwema wa Mungu. Uwe juu yako wa mkono mwema wa Bwana katika jina la Yesu. Nasema mkono mwema wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu. Ona amina yako kama sio mtu anayeamini. Mkono mwema wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu. Ngoja nikuongezee tena. Kutoka 15 mstari wa 6. Kutoka 15 mstari wa 6. Anasema Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari na uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta adui zako. Kwa Kiingereza neno waseta ni kuwasaga, kuwavunja. Kwa Kiingereza tafsiri Amplified alisema God has shattered them. Amewafumba vinywa.
Maana ni mkono wa Mungu utafunga vinywa vya adui zako. Unapoingia kwenye tundu la simba, kinachowafunga simba midomo ili wasiku makano ya simba, kinachofunga makano ya simba ni mkono wa Mungu ulioko juu yako. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako, simba hawaruhusi kukumeza. Nimesemaje? Mkono wa Mungu ukiwa juu yako, simba hawaruhusi kukumeza. Moto hauruhusi kukuteketeza. Ndio maana Mungu anasema ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti usiogope. Kwa nini? Kwa sababu mkono wangu uko pamoja na wewe. Mkono wangu hauwezi kupotezwa. Mauti haiwezi kuharibu chochote ambacho nimekishikilia kwa mkono wangu. Kwa hiyo tafsiri nyingine ni kwamba mkono wa Mungu kwako unaleta ulinzi. Mkono wa Mungu kwako unaleta ulinzi. Nitakupa hilo andiko sasa. Mkono wa Mungu kwako unaleta nini? Ulinzi. Mkono wa Mungu kwako unaleta ulinzi. Kwa adui zako unawaseta. Na waseta kwa jina la Yesu. Unaposema hivyo ni mkono wa Mungu unahusika. Zaburi 89, haya maandiko nakupa watu wa Mungu, nakupa mengi. Na watu watakuuliza, sasa mtumishi wa Bwana, mbona wewe unashinda? Tupe siri ya kushinda kwako. Unawaambia kushinda kwangu ni nimekusanya neno jingi la Mungu nikaliamini. Na kadri unavyoandika, Mungu azidi kukupa shuhuda nyingi katika jina la Yesu. Zaburi 89 mstari wa 20 na 21, mimi nitaenda mpaka mstari wa 23. Anasema nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Sikiliza mstari wa 21 anasema ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake. Neno mkono wangu utakuwa thabiti kwake ni kwamba mkono wangu utamuimarisha. Mtu imara, mtu ambaye ni imara ni mtu ambaye mkono wa Mungu uko pamoja naye au uko juu yake. Mtu yote ambaye mkono wa Mungu juu yake ni mtu imara, amekuwa established, hawezi kuyumbishwa, hawezi kutikiswa, hawezi. Na kama ambavyo baba yetu alivyo, mkono wa Mungu uko juu yake, hakuna wa kumtikisa wala kumyumbisha kwa jina la Yesu. Hayupo. Alafu anasema hivi, na mkono wangu utamtia nguvu. Na mkono, maana yake moja ya kazi ya mkono wa Mungu kwako ni kukutia nguvu. My hand shall strengthen him. Mkono wangu utamtia nguvu. Alafu sura 22 anasema adui hatamuonea. Kwa hiyo mkono wa Mungu kwako ukija unakutia nguvu na kusababisha adui zako wasiweze kukuonea. Ni ulinzi. Ni ulinzi huo. Adui zako wasiweze kukuonea. Alafu anasema hivi, wala mwana wa uovu hatamtesa. Maana yake mkono wa Mungu ukiwa juu yako, hakuna mwana wa uovu anasokutesa. Hakuna adui anasokuonea. Haya maandiko sijui kama unaandika. Sijui kama wewe kichwa chako kina uwezo wa kukumbuka hivyo. Yaandike. Ni muhimu, yaandike. Yaandike. Alafu anasema hivi, bali nitawaponda watesi wake mbele yake, nitawapiga wanaomchukia. Mungu atawapiga kwa njia gani? Kwa mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Alafu angalia mkono wa Mungu. Sikiliza, mkono wa Mungu ukiwa juu yako unafanya mkono wako uwe juu ya vitu. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako unafanya mkono wako uwe juu ya vitu. Angalia hivi mstari wa 25 anasema nitaweka mkono wake juu ya bahari na mkono wake wa kuume juu ya mito. In fact hii ni bahari inawakilisha utajiri. Bahari inawakilisha utajiri. Maana yake Mungu ataweka mkono wako. Bahari ni eneo ambalo ulipewa kumiliki na kutawala. Tunaomba tutatawala samaki wa baharini, ndege wa angani, tutatawala kila kiumbe kiendacho juu ya nchi na tutatawala pia kwenye nchi. Maana yake mkono wa Mungu ukiwa juu yako unakufanya kuwa mtawala wa uumbaji mwingine au viumbe vingine ambavyo Mungu ameviumba. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako unakufanya kuwa mtawala. Unakufanya kuwa mtu, unakuwezesha kumiliki. Anasema I will set his hand also in the sea and his right hand in the rivers. Maana yake mikono yako inawezesha kushika vitu na kutawala na kumiliki katika jina la Yesu. Haya, ngoja nikuongezee tena andiko jingine. Kitabu kile cha Yohana 10:29. Yohana 10:29. Mkono wa Mungu unakulinda wewe. Yohana 10:29. Mkono wa Mungu unakulinda wewe. Yohana 10:29. Anasema baba yangu alinipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wangu. Angalia. Anasema baba yangu aliye hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu.
Maana yake mkono wa Mungu wako unakulinda. Hakuna anayeweza kukuchomoa kwenye mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu wako unakulinda, ni ulinzi wako. Adui haruhusiwi kukuchomoa kwenye mikono ya Mungu, na kwa tafsiri nyingine kwamba haruhusiwi kukugusa wala kukushika katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya tena. Isaya 41 mstari wa 10. Ni mengi maandiko ni mengi. Yana kazi. Silaha nyingine ni hiyo ya neno. Isaya 41 ule mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10 anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tafsiri yake ni kwamba mkono wa Mungu ndio utakao kutia nguvu, mkono wa Mungu ndio utakao kusaidia, mkono wa Mungu ndio utakao kulinda, ili usije ukaangushwa na adui zako au karibiwa na adui zako. Sasa nikupe kingine tena. Mkono wa Mungu ndio ulioshikilia pumzi ya viumbe vyote. Pumzi, maisha ya viumbe vyote yameshikiliwa na mkono wa Mungu. Maisha ya viumbe vyote yameshikiliwa na mkono wa Mungu. Nimesemaje? Maisha ya viumbe vyote yameshikiliwa na mkono wa Mungu. Kitabu kile cha Ayubu sura ya 12 ule mstari wa 10. Ayubu 12 mstari wa 10. Alafu nikitoka hapa nadhani mniangalizie ile andiko, anasema ni jambo la kutisha mtu kuanguka kutoka kwenye mikono ya Mungu. Ni jambo la kutisha mtu kuanguka. Nadhani Waebrania 10:30 na pale 33-34. Waebrania 10:33-34 anasema ni jambo la kutisha mtu kuanguka kutoka kwenye mikono ya Mungu. Waebrania 10:31 Sasa hiyo utanisomea vizuri. Ngoja nianze na hii Ayubu 12:10. Nimekwambia maisha ya viumbe vyote yapo kwenye mkono wa nani? Wa Mungu. Anasema hivi. Anasema ambaye nafsi ya kila kilicho hai hii mkononi mwake. Kumbe hata nafsi za adui zako ziko kwenye mkono wa nani? Wa Mungu. Nafsi za waovu wote wanaotaabisha taifa, watekaji, zipo kwenye mkono wa nani? Maana yake tuna uwezo wa kuamrisha chochote leo. Sema tuna uwezo wa kuamrisha chochote. Sema mjiandae huko mlipo, tuna uwezo wa kuamrisha chochote muda wowote. Au tutesti mitambo nini? Tutesti mitambo. Tutesti kidogo ili wagundue ya kwamba nafsi zao haziko kwenye miili yao, ziko kwenye mkono wa nani? Na tuna testi kwa jina la Yesu. Na sio tuna testi, tunaamrisha kuanzia sasa mkono wa Mungu wavuruge huko mlipo katika jina la Yesu. Anasema ambaye nafsi ya kila kilicho hai ipo katika mkono wake, na pumzi, anasema hivi, na pumzi zao wanadamu wote. Hilo andiko umelifunua. Hebu lipigie mstari kabisa, ili adui akikutaabisha umkumbushe ya kwamba we ndugu, nafsi yako ipo kwenye mkono wa Mungu. Nafsi yako ipo kwenye mkono wa Mungu. Na pumzi yako, tuna uwezo wa kufunga tap na ikaisha. Watekaji tunafunga tap. Joka tunafunga tap. Herode tunafunga tap na inaisha. Farao tap. Ili adui wale tunawaona leo tusiwaone tena katika jina la Yesu. Kwa jambo lingine nimekwambia niyo, na anasema nafsi, anasema hivi, in whose hand is the soul of every living thing. Maana yake nafsi ya kila kiumbe hai ipo kwenye mkono wa Mungu. Nafsi maana yake ni hivi. Nafsi tunaongelea uwezo wa kufanya maamuzi. Tunaongelea akili. Tuna uwezo wa kuziendesha akili za watu kwa mkono wa Bwana. Tuna uwezo wa kuziendesha. Alafu anasema and the breath of all mankind. Pumzi ya kila mwanadamu. Kwa hiyo tukiamua kumfungia mwovu, sisi hatumfungii kanisa. Tunamfungia kule juu. Pap! Inaisha. Inaisha. Hatukufungii nyumba. Sisi hatukufungii account, hatukufungii. Tunafunga kule juu. Pap! Ngoja tumalizie ya maombi leo hapa. Funga kule juu. Pap! Tunamaliza kabisa. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Yakipiga majeshi, huwa sisi tunafungia kule juu. Anasema lolote kalifungua duniani linafungwa na wapi? Na mbinguni. Ni pap, tumemaliza. Sema pap, tumemaliza. Sema tena pap,
tumemaliza. Ufanye na mkono wako kabisa, uwe kama unafunga kule, usema pap, tumemaliza. Asitotishie mtu. Waebrania 10:31 anasemaje pastor? Sema ni jambo la kutisha. Anasema ni jambo la kutisha. In fact hiyo ni kuanguka kutoka kwenye mikono ya Mungu. Maana yake Mungu ndiye aliyeshikilia pumzi yako, ndio aliyeshikilia nafsi yako. Kwa hiyo ukianguka kutoka kwenye mikono ya Mungu ni jambo la kufanyaje? La kutisha, kwa sababu hautaishi tena, unakuwa ndio umepotea jumla. Ni jambo la kutisha. Kitabu cha Isaya 49 mstari wa 14 na 15. Wana wa Israeli wanalalamika, wanasema Bwana umetusahau. Mungu anauliza, je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto aliyemzaa, mtoto anayemnyonyesha? Anasema japo mwanamke anaweza kumsahau, lakini mimi siwezi nikawasahau. Kwa nini? Kwa sababu nimewachora kwenye vitanga vya mikono yangu. Maana yake Mungu amekuchora. Amemchora Pastor Chiduo. Amekuchora wewe. Usije ukafikiria kwamba wewe uko mbali na Mungu au uko mbali na Mungu. Amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Amekuchora. Kwa hiyo tafsiri nyingine ni kwamba Mungu akinyosha mkono wake, wewe uko pale. Hakuna jambo ambalo Mungu anaweza kufanya lisiaguse maisha yako jambo jema, kwa sababu wewe unatembea na mkono wa Mungu, unakwenda na mkono wa Mungu. Angalia tena, mkono wa Mungu ndio kwako, mkono wa Mungu unaweza kukuinua. Kwako mkono wa Mungu unaweza kukuinua. Mkono wa Mungu pia unaweza kukuinua. The hand of God can lift you up. If God will lift you up, who will pull you down? Mungu akikuinua juu, nani wa kukushusha chini? Hayupo. Ezekiel 30:7 mstari wa kwanza. Ezekiel 37 mstari wa kwanza. Anasema hivi, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Sasa kwa Kiingereza nasema the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord. Maana mkono wa Mungu ukiwa juu yako ndio unaokubeba. Kila unayoona Elia, mkono wa Bwana ulikuwa juu yake, ukambeba ukamweka mbele ya Ahabu. Sio kwamba Elia alikimbia. Elia hakukimbia. Ni mkono ulikuja ukamchukua. Bila sema Elia akapiga mbio. Ile mbio ni kwamba Bwana alimchukua akamweka mbele ya Ahabu. Kwa namna ya kawaida mtu anaweza kukimbia kwa namna gani? Hata wewe leo tukikuongezea, hata wewe leo tukikuongezea nini? Sisi tukuongezee kasi. Utakuja ukimbie mpaka ifika mahali hatuelewi miguu inakanyaga chini au ifanyeje. Elia, Mungu alimchukua kwa mkono wake akamweka mbele ya Ahabu. Akawa wa kwanza kuingia kabla ya Ahabu. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Kwa hiyo ni mkono wa Bwana ndio unaoshusha na ni mkono wa Bwana ndio unaoinua. Anasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha juu na kumketisha na wakuu. Kinachomuinua mnyonge kutoka chini mavumbini ni mkono wa Mungu. Ni mkono wa Mungu. Na kama mkono wa Mungu ndio unaoinua, mtu asikutishie, mtu asikugopeshe, mtu asikuchanganye. Anainua watu sio mtu, anainua watu ni Mungu. Hata kama watu wakijaribu kuzuia, watakuzuia wewe, ila hawezi kuzuia mkono wa Bwana. Wanaweza wakazuia, wakakusema vibaya, wakakuchafua kwenye hiyo kazi usipande cheo, lakini wanaweza wakakuzuia kwa watu, ila sio mkono wa Mungu. Muda wa mkono wa Mungu kuinua ukifika, Mungu anakuinua na hakuna cha kuzuia katika jina la Yesu. Jambo lingine tena la mwisho. Shandaraka baba. Aranda baba shakandara. Kitabu kile cha Shandara mama. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 12. Nataka nikuonyeshe tena hiyo kwamba mkono wa Mungu unafanyaje? Unainua. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29, weka mstari wa 11 na wa 12. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 11 na wa 12. Nisome sasa hapa. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 11 na wa 12. Anasema hivi, Bwana, ukuu wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa
mkuu juu ya vyote. Mstari wa 12 anasema utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Hebu sema mkononi mwako mna uweza na nguvu. Anasema mkononi mwa Bwana kuna uweza na nguvu. Haya, sasa mna uweza na nguvu. Anasema na tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Kuwatukuza, kutukuzwa ni kuinuliwa. Ni kuinuliwa. Anasema hivi kwa Kiingereza, both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. Anasema and in thine hand is power and might. Kila ambaye mkono wa Mungu unakuja juu yake, nguvu na uweza huwa vinakuja juu yake. Anasema and in thine hand it is to make great. Kwa hiyo ni mkono wa Mungu ndio unafanya watu wawe wakuu. It is the hand of God that make people to be great. How it is the hand of God that make great people. Great people are the product of the hand of God. Kila mtu mkuu utakayemuona ni zao la mkono wa Mungu uliokuja juu yake. Kwa hiyo kama unataka kuwa mtu mkuu, unataka ukuu, seek for the hand of God. Pray and ask God for his hand to come upon you. Ni mkono wa Mungu ndio unafanya. Anasema and in thine hand is to make. Anasema it is to make great. Ni katika mkono wa Mungu ndio watu hufanywa kuwa watu wakuu kwenye vizazi vyao. Alafu anasema hivi, anasema and to give strength unto all. Maana yake ni mkono wa Mungu pia unawapa watu wote nguvu, unawapa watu wote kuweza, na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Unatiwa nguvu kwa njia gani? Kwa mkono wa Bwana. Kwa hiyo Paulo alichokuwa anakisema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu, alikuwa anamaanisha kuna mkono wa Bwana upo juu yake. Kuna mkono wa Bwana anatembea nao. Kuna mkono wa Bwana umembeba. Kuna mkono wa Bwana umemshikilia. Na ndivyo ambavyo nawe nakuombea leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lolote ambalo ulishindwa kabla ya maombi haya, mkono wa Bwana uje juu yako na ukupe kuweza kwa jina la Yesu. Nasema mkono wa Bwana uje juu yako na ukupe kushinda na zaidi ya kushinda, na ukupe kutawala na kumiliki kwa jina la Yesu, na ukupe kupenya kila aliyekuwa amezimia, kila uliyekuwa umeishiwa nguvu, kila uliyekuwa umechoka, kila uliyekuwa umekata tamaa, kila uliyekuwa umerudi nyuma. Mkono wa Bwana uwe juu yako na ukutie nguvu mpya tena, waanze kupanda juu kwa mbawa kama tai katika jina la Yesu. Amen. Ni katika mkono wa Bwana ndio watu hufanywa kuwa watu wakuu. Kila mtu mkuu ni zao la mkono wa Bwana. Mkono wa Mungu ndio unahusika kwenye kutengeneza. Mkono wa Mungu ndio unahusika kwenye kutengeneza. Haya, ngoja nikuonyeshe tena jambo jingine. Mkono wa Mungu pia unaweza kukuimarisha na kukupa kasi. Mkono wa Mungu unaweza kukuimarisha. Unaweza kukuimarisha na kukupa kasi. Mkono wa Mungu unaweza kukuimarisha na kukupa kasi. Ndio hiyo kukutia nguvu pia. Ndio hiyo kukutia nguvu pia na kukupa kasi. Sasa hivi kuna kitu kimeongezeka hapo kinaitwa kasi. Supernatural speed. Kasi ya kiungu. Unaanza biashara mahali pale pale ambapo wengine umewakuta wana miaka 2, ila baada ya miezi 6 wewe una hatua kuliko wao. Sio chuma ulete unatumia, ni mkono wa Bwana uko juu yako. Unaanza jambo, unaanza kanisa eneo lile ambalo wengine wameanza kanisa kwa miaka mingi na hawajapata matokeo, na baada ya muda fulani unakuwa na matokeo. Nini kimetokea? Ni mkono wa Bwana upo juu yako. Mkono wa Bwana ndio unaamua kasi utakayokuwa nayo. Yoyote ambaye anataka kwenda kwa kasi au tafuta mkono wa Bwana. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 46. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari ule wa 46. Shadabadabadaba mandarakadabashaka. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya nani? Sasa ondoa jina Elia, weka juu yako. Mkono wa Bwana upo juu ya nani? Mkono wa Bwana uko juu ya nani? Mbona bado unamtaja Elia? Halo? Au kuna kina Elia wengine mko hapa? Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya nani? Uko juu ya nani sasa hivi? Uko juu yako. Uko juu ya Joseph. Uko juu ya baba yetu. Uko juu ya Masihi wa Bwana.
uko juu ya jasusi la mbinguni. Mkono wa Bwana uko juu yetu. Asema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno. Maana yake mkono wa Bwana huwezi ukawa juu yako na ukawa legelege. Kila ambaye ni legelege ni mtu ambaye bado hajakutana na mkono wa Bwana. Kujikaza. Mkono wa Bwana ukija unaweza kujikaza. Namna yako ya kufanya kujikaza viuno ni ile unajua kuna ile akina mama anafanya hivi, au anataka kupigana na shoga yake, umegombana. Anafanyaje? Unajua kukaza ukiona mama anafanya hivyo unajua kuna jambo liko serious anataka alifanye. Majeshi. Au nakosea? Hapo sasa sio yeye tena. Anataka muiche mwenzake kwamba usinichukulie kikawaida. Mimi sio huyu unayeniona, ngoja nikaze kitenge kwanza. Anakaza na baada ya hapo anabadilika anakuwa mwingine. Kwa hiyo Elia alikuwa amelegea. Elia nabii wa Bwana alikuwa amelegea. Anasema mkono wa Bwana ulipokuja juu yake akajikaza viuno. Ndio hiyo akaimarika, akatiwa nguvu, akasimama imara. Alafu anasemaje? Akapiga mbio. Chukua hilo neno mbio, akapiga mbio. Mkono wa Bwana unapokuja juu ya mtu unaanza kukusaidia. Sio mkono wa Bwana ndio unakupa kasi. Mkono wa Bwana ukija unakuwezesha kwenda kasi. Kwa sababu mwingine asubiria mkono wa Bwana ukija ndio kasi zianze kutokea automatically. Kasi hazitokei automatically. Lazima uanze kupiga ili mkono wa Bwana ukupe mbio. Anasema akapiga mbio. Ni yeye alikuwa anakimbia ila mkono wa Bwana unamuongezea. Hivyo ukiwa unaendelea na biashara, mkono wa Bwana unakuongezea. Hivyo ukiwa unaendelea na kuomba, mkono wa Bwana unakuongezea. Hivyo ukiwa unaendelea na huduma, mkono wa Bwana unakuongezea. Kwa hiyo mkono wa Bwana unapokuja, unakuta unakimbia, lakini haupigi mbio, ila ukija juu yako unakuwezesha kwenda kwa mbio. Na sio tu mbio, anasema akapiga mbio mbele ya. Kwa hiyo cha pili ni kwamba mkono wa Bwana utakuwezesha kuwatangulia waliokutangulia. Unapotaka kuwatangulia waliokutangulia, utafute mkono wa Bwana. Kila ambaye atawatangulia waliomtangulia, ni rahisi sana kuwapita wazee wa nchini, rahisi sana. Kwanza uwe mnyenyekevu, pili wapende na uwaombee, tatu tafuta mkono wa Bwana. Tafuta mkono wa Bwana, tafuta maarifa, kana hivi vitu, baada ya muda utapiga mbio mbele yao. Utapiga mbio mbele yao. Yesu aliwatangulia wazee wengi waliokuepo, wengine walikuwa ni wazee kuliko yeye. Anambia kijana hujafikisha hata miaka 50 unaongeaje haya mambo unayoongea? Lakini Yesu alikaa akautafuta mkono wa Bwana na ukawa juu yake. Kila unayetaka mbio, uite mkono wa Bwana juu yako leo katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Jambo la mwisho ni kwamba Mungu huwa anaokoa kwa mkono wake. Mungu huwa anaokoa kwa mkono wake. Mungu huokoa kwa mkono wake. Anaweza kumtoa mtu kwenye madeni kwa mkono wake, anaweza kumtoa mtu kwenye ajali kwa mkono wake, anaweza kumtoa mtu kwenye magonjwa kwa mkono wake, anaweza kumtoa mtu kwenye mabaya kwa mkono wake. Ni kwa mkono wa Bwana tunaokolewa na mauti. Ni kwa mkono wa Bwana tunaokolewa na ajali. Ni kwa mkono wa Bwana tunaokolewa na mikono ya watu. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako, mikono ya watu haiwezi kukushika. Waje wakubebe hapa juu juu. Unaingizwa kama mzigo kwenye gari. Baadaye unakufunga macho ili usione unapokupeleka. Mimi nimekataa na wewe sema nakataa kwa jina la Yesu. Wewe ni mkungu wa ndizi mpaka ubebe hivyo. Wewe ni gunia la viazi. Nakataa kwa jina la Yesu. Na Mungu anayeumba matunda ya midomo, jambo hili mbingu limesikia, nchi imesikia na kuzimu imesikia. Haliwezekani kwangu na kwako na kwa baba yetu na kwa yote katika jina la Yesu. Haliwezekani. Haliwezekani. Mauti na uzima vimefungwa katika uwezo wa nani? Wa kinywa chako, sio katika uwezo wa watu. Tumetamka hakuna mauti ya hivyo, hakuna tukio la hivyo. Tunalifuta mwezi wa 6, tunalifuta mwezi wa 7, tunalifuta mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12. Tumelifuta kwako, kwa kanisa na kwa kila ambaye yuko ndani ya mwili wa Kristo Tanzania na kwa kila Mtanzania. Tumefuta kwa jina la Yesu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 8 anasema,
bali kwa sababu Bwana anawapenda na kwa sababu alitaka kuutimiza uwapo wake aliowapia baba zako, ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao. Ni mkono wa Mungu ndio utakao kutoka katika mkono wa Farao. Kinachokutoa kwenye mkono wa Farao ni mkono wa Mungu. Kinachoitoa Tanzania kwenye mikono ya Farao, Yezebeli, Delila, Herode, ni mkono wa Bwana. Kwa hiyo mkono wa Mungu ndio utakutoa kwenye mikono ya watu. Andika hivyo kabisa, ni mkono wa Mungu ndio utakao kutoa kwenye mikono ya watu. Watu wanaokudai, watu wanataka kukuangamiza, watu wanataka kukuzuia, watu ambao wamekushikilia, ni mkono wa Mungu ndio utakao kutoa kwenye mikono ya watu. Watu wakikujia wakukamate, mkono wa Mungu utakuchomoa kati yao. Unakuepo na unapita katikati yao kama vile hawakuoni. Na Jumapili wanakuona huko pale ambapo walikuja ili wakuchukue, huko pale unasifu. Mtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Unafanya na maombi pale na watu wako pale, unamaliza unaondoka. Nyie kazi yenu ni kuja kushuhudia tu picha kwamba alikuwepo hapa. Haya, sasa ukikasirika huwezi kufanya lolote, kwa sababu tayari tuna mkono wa Bwana. Tayari tuna mkono wa Bwana. Kumbuka Torati 7:8 anasema Bwana ili aweze kuutimiza sasa huu nabii wake. Ili Bwana aweze kuutimiza huu nabii wake, inabidi mkono wa Bwana uhusike, wa kutuchomoa kwenye mikono ya Farao. Kulichomoa kanisa kwenye mikono ya Farao, kuchomoa watu wake kwenye mikono ya Farao, kuchomoa watu wake kwenye mikono ya watekaji, na kuwavusha kwenda ngambo ya pili katika jina la Yesu. Aya, ngoja nikuongezee tena. Shandarababababa. Aya kandaraba shakatalama. Naongelea mkono wa Bwana kuokoa, si ndio? Aya, Nehemia sura ya 1 mstari wa 10. Nehemia sura ya 1 mstari wa 10. Rimandaka shandarabababa. Nimekupa mengi ili ukakae nayo. Shatada baba baba baba. Yandaka baba baba shaka. Anasema basi watu hao ni watumishi wako na watu wako, uliwakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. Kwa Mungu atakukomboa kwenye lolote kwa uweza wake mwingi na kwa mkono wake hodari. In fact neno uweza ndio ile tuliambiwa kule kwamba katika mkono wake mna uweza na nini? Na nguvu. In his hand there is mighty and power. Aya. Kwa hiyo anasema Mungu aliwakomboa watu wake kutoka kwenye utumwa. Komboa watu wake kutoka kwenye utumwa kwa mkono wake ulio hodari. Aya, Zaburi 138 mstari wa 7. Majeshi. Kama ambavyo uchoki kuandika, usichoke kuandika pia shuhuda za maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu atakupa shuhuda mpaka zitakuwa nyingi. Baada ya hii itakuja hii. Kabla hujamaliza kumshukuru Bwana kwa ajili ya hii, na nyingine inakuja kwa jina la Yesu. Zaburi sura ya 138 mstari wa 7 anasema hivi. Mstari wa 7. Pasa nzani usomee mstari wa 7. Na mstari wa 7 na mstari wa 8. Nitasoma maandiko mawili kwa sababu kuna kitu mstari wa 8 pia nakitaka. Hapa ninao mstari wa 7, wewe nisome mstari wa 8. Mstari wa 7 anasema, nijapokwenda kati ya shida utaniuisha. Anasema utanyoosha mkono juu ya hasira ya adui zangu. Maana yake Mungu atanyosha mkono wako juu ya hasira ya adui zako. Alafu anasemaje? 138 mstari wa 7. Hapa anasemaje? And thy right hand shall save me. Anasema na mkono wako wa kuume utaniokoa. Na sio tu kuniokoa. Twende mstari wa 8 sasa. Mstari wa 8 napenda. Mungu atakutimilizia mambo yote. Soma mstari wa 8. Usiziache kazi za nini? Maana yake ahadi za Mungu pia zinatimizwa na mkono wa Mungu. Ahadi zote za Mungu juu ya maisha yako zinatimizwa na mkono wa Mungu.
Kwa hiyo kuna ahadi zinasubiria mkono wa Mungu ili ziweze kutimia. Na leo naziamrisha zitimie kwa jina la Yesu. Naleta mkono wa Bwana juu ya kila unabii, juu ya kila matamko, juu ya kila baraka, juu ya kila ahadi uliona kwenye neno, itimie kwako katika jina la Yesu. Itimie kwa habari ya Tanzania katika jina la Yesu. Kwa hiyo mstari wa 7 unaona Mungu anasema, Daudi anasema Bwana ananiokoa kutoka kwenye mikono ya adui zangu. Na mstari wa 8 ananitimilizia mambo yangu. Mkono wa Mungu ndio utakao kutimilizia yale mambo kwa habari ya biashara, kwa habari ya huduma, kwa habari ya uongozi, kwa habari ya siasa, kwa habari ya safari, kwa habari ya chochote. Ni mkono wa Bwana unaenda kutimizia katika jina la Yesu. Jambo la mwisho kabisa. Mkono wa Mungu una uwezo wa kwenda popote bila kuzuilika. Mkono wa Mungu una uwezo wa kwenda popote bila kuzuilika. Popote bila kuzuilika. Na hapa ndo nachukua prayer point yetu ya mwisho ya leo. Mkono wa Mungu una uwezo wa kwenda popote bila kuzuilika. Amosi sura ya 9 mstari wa 2 na 3. Amosi sura ya 9 mstari wa 2 na 3. Mkono wa Mungu una uwezo wa kwenda popote. Daudi anasema niende wapi nijiepushe na uso wako? Jiepushe na mkono wako. Nikisema niende mbinguni upo. Nikisema nifanye kuzimu kuwa mahali pangu pa kupumzika upo. Nikisema niende huku wapi upo. Maana yake hakuna mahali utakapoenda usikutane na mkono wa Bwana. Leo tuna uwezo wa kuutuma kuzimu ukaenda. Tuna uwezo wa kuutuma baharini ukaenda. Tuna uwezo wa kuutuma angani ukaenda. Tuna uwezo wa kuutuma bungeni, tuna uwezo wa kuutuma kwenye ofisi yoyote. Tuna uwezo wa kuutuma ikulu ukawatunze watu wa Mungu walioko pale. Tuna uwezo wa kuutuma ukavunje kila nguvu ya giza ambaye adui anajaribu kuinua kinyume na mtumishi wake na watumishi walioko pale. Tuna uwezo wa kuutuma popote na ukaenda kwa jina la Yesu. Kwa hiyo adui anaweza kutukimbia sisi, hawezi kukimbia mkono wa Bwana. Hawezi kukimbia mkono wa Bwana. Amosi 9 mstari wa 2 na 3 anasema wajapochimba ili waingie katika kuzimu, mkono wangu utawatoa huko. Sema mkono wa Bwana mwaka huu watoe kila watakapokimbilia. Watoe kila watakapokimbilia katika jina la Yesu. Anasema hata wakichimba eti waingie kuzimu. Yaani wamechimba. Unajua kuzimu sio mita 1 Mfano tuwashumu. Kuzimu ingekuwa ni kuchimba chini ufike kuzimu. Kuzimu sio mita 1. Kuna watu wameshachimba mita 3. Chimba chini mita 3 ili wazike mtu na hawakukuta kuzimu. Kuna wengine walichimba maji wakachimba mpaka wakatoboa mwamba na hawakukuta nini? Kwa hiyo jamaa sijui walienda kina gani sasa ili wakute kuzimu. Japo kuzimu ni mahali pa kiroho. Is a spiritual place. Ni mahali pa kiroho. Kwa hiyo wamechimba ili wakimbie. Mkono wa Bwana ukawaendea huko ukawatoa. Anasema nao wajapopanda hata mbinguni nitawatelemsha kutoka huko. Maana yake mkono wa Bwana sio tu unaweza kuwafuata walioko chini, unaweza kuwafuata pia wanaokimbilia juu. Unaweza kuwafuata pia adui ambao watakimbia mwaka huu, wasema wanakimbia mbali na Tanzania, wanahama Tanzania, tunawachomoa kule walipo, tunawarudisha hapa, tunapiga, tunamaliza, pop. Ziba ile pumzi chap. Pop. Maliza kazi kabisa. Watekaji wanahitaji mkono wa Bwana. Mstari wa 3. Maana hata wakikimbia, wakipanda mbinguni Mungu anasema atawatelemsha. Kwa tunaweza kuwateremsha adui waliopanda juu. Teremsha wote leo. Teremsha waliokaa kwenye kiti fulani ambacho sio nafasi yao, wamekaa kwa kuibaiba na kwa rushwa na kwa uchawi na kwa uganga. Teremsha kwa jina la Yesu. Alafu mstari wa 3 anasema nao wajapojificha katika kilele cha Kameli, maana wakikimbilia milimani, anasema nitawafuata na kuwatoa huko. Anasema wajapositirika katika vilindi vya bahari, wakikimbilia hata kule kwenye vilindi vya bahari, Mungu anasema ili wasiwaone, anasema nitamwagiza joka huko naye atawauma. Maana hata wakikimbilia baharini Mungu ataagiza nyoka kule baharini ashughulike nao. Na nyoka ataenda kwa sababu mkono wa Bwana ndio unaopeleka. Simama kwa miguu yako. Simama na daftari yako. Namna ya kutumia mkono wa Bwana. Namna ya kutumia mkono ya kutumia mkono wa Bwana ni kupitia maombi. Ukiomba mkono wa Bwana unashuka. Elia aliomba, Wafalme wa kwanza sura ile 41, sura ya 18 mstari wa 41 hadi mstari wa 46. Elia aliomba mstari wa 46, mkono wa Bwana ukaja juu yake. Haleluya. Njia ya pili ya kuleta mkono wa Bwana juu yako ni kupitia kusifu na kuabudu. Wafalme wa kwanza sura ya 3, Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 15. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 15
Anasema Elisha akawaambia watu wamletee mpiga kinanda, na alipokuwa akipiga kile kinanda anasema mkono wa Bwana ulijionyesha naye akaanza kutabiri. Kwa namna kitu kinacholeta mkono wa Mungu juu ya mtu ni hiyo sifa na kuabudu. Kingine kinaleta mkono wa Mungu juu ya mtu, kingine kinaleta mkono wa Mungu juu ya mtu ni maisha matakatifu. Zaburi 89 mstari 20 na 21. Daudi alipopakwa mafuta matakatifu ya Mungu anasema mkono wangu utakuwa juu yake. Wale wanaoishi maisha matakatifu, mkono wa Mungu utakuwa juu yao. Wale wanaoishi maisha matakatifu, kwa sababu Daudi alikuwa na mafuta matakatifu, anasema mkono wangu utakuwa juu yake naye atakuwa thabiti. Zaburi 89 mstari 20 na 21. Mstari 21 anasema mkono wangu utamtia nguvu, mkono wangu utakuwa thabiti kwake. Alafu mstari 22 anasema adui atamtesa wala mwana wa uongo hatamuonea. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha matakatifu. Haleluya. Haleluya tena. Jambo lingine pia ambalo litakusaidia uweze kutembea na mkono wa Mungu, jambo lingine pia litakusaidia kutembea na mkono wa Mungu ni utii. Utii. Ni watu ambao ni watii ndio ambao mkono wa Mungu utatembea nao. Utii, obedience. Obedience. Watu watii, mkono wa Mungu utatembea nao. Kila ambaye atatembea kwenye utii atatembea na mkono wa Mungu. Sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu, kuanzia sasa kila nguvu ya giza iliyojiinua juu ya taifa hili, kila mwovu aliyejiinua juu ya taifa hili, na mshusha kwa mkono wako, na mshusha Bwana kwa mkono wako. Kila waliojiinua juu ya taifa hili leo na washusha kwa damu ya Yesu, na washusha kwa jina la Yesu. Kila mchawi, kila mganga, kila muovu, kila mwana wa ibilisi popote alipo, shuka, tunakushusha, tunakushusha kwa jina la Yesu. Tunakuondoa kwenye nafasi uliyojifanyia, tunakuondoa kwenye nafasi uliyojitengenezea. Ng'oka, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana niokoe mimi pamoja na Tanzania katika jina la Yesu. Tuchomoe kwenye mikono ya amrisha, achia, achia, achia mali zetu, achia taifa letu, achia uzao wetu, achia. Nikuone ukinyang'anya, nyang'anya ndani ya dakika 2, nyang'anya, amrisha Farao. Omba ukiwa unapiga makofi, nyang'anya, amrisha Farao aachie kila ambacho ameshikilia. Kama ni ndoa yako ameshikilia, amrisha achilie katika jina la Yesu. Ni mkono wa Bwana ndio unaweza kuchukua na kukondoa kwenye mikono ya watu. Lakini pia unapoomba maombi haya, na pia uite mkono wa Bwana uje juu yako, mkono mwema wa Bwana uje juu yako, ili watu wakupe vitu. Watu watakupa vitu kwa kadri ya mkono wa Bwana ulioko juu yako. Baba, ninaomba kwa ajili ya Tanzania, ninaamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, mahali popote ambapo waovu wamejinua, wao wamekimbilia baharini, wao wamekimbilia angani, wao wamekimbilia chini, wao wamekimbilia kwenye vilindi, na waendea kwa mkono wa Bwana, na washusha, na washusha. Achia Tanzania, achia Dodoma, achia Iringa, achia Dar es Salaam, achia Mbeya, achia Kilimanjaro, achia Arusha, achia Manyara, achia Singida na Tabora, achia Shinyanga na Simiyu, achia Kigoma, achia waovu, achia Geita. Tunakuamrisha, achia kila uliyejiinua kwa jina la Yesu. Bwana wa ibilisi uliyebeba ajenda za kuzimu, na kupangua kwa mkono wa Bwana, na kupindua kwa mkono wa Bwana, apindua
pindua. Biblia imetuambia mkono wa Bwana una nguvu. Wapelekee mapigo kwa mkono wa Bwana. Nawapiga kwa mkono wa Bwana. Mnaozuia maisha yangu, mnaozuia huduma yangu, mnaotaka kumzuia Masihi Bwana Baba Yesu, nawapangua. Navunja silaha zenu, navunja, naharibu mipango yenu. Mkono wa Bwana juu ya watesi na maadui ili kuwaseta. Hatuna waseta. Amesema mkono wa Bwana wenye utukufu katika uweza rabashaka huwa unawaseta adui zake. Hatuna waseta, hatuna wasaga, hatuna waponda, hatuna wavunja. Wewe adui wa kanisa, wewe adui wa biashara, wewe adui wa ndoa, wewe adui wa huduma, wewe adui wa uzao, wewe adui wa biashara, wewe adui wa uchumi, nakuseta. Achia. La rapakata asapakapa lekata la babo urianta na mama asapariata leka baba. Wewe adui popote ulipo, nakuseta. Achia na kunyang'anya kwa mkono wa Bwana. Achilia afya, achilia ndoa, achilia uchumi, na kunyang'anya kwa mkono wa Bwana. Amrisha rakapaya asana mama leka baba riantara baba, na kung'oa kwenye hicho kiti, na kung'oa kwenye nafasi. Ng'oka Herode, ng'oka sadada rakababa asadaba lekanaba rakapai asaparia rebebebesha yataradada liatarababa yakababa asaparada lekatarada arianta rakosa lekoparataya eshandarababa. Mkono wa Bwana juu yangu ili kuniimarisha, ili kunitia nguvu. Mkono wa Bwana juu yangu, na kwa sababu hiyo ninajikaza viuno, ninapiga mbio mbele ya Ahabu. Wewe Ahabu na Yezebeli hamtanizuia. Niko mbele yenu kwa jina la Yesu. Hamtanishika. Niko mbele yenu, napiga mbio kwa mkono wa Bwana mbele ya Ahabu kwa jina la Yesu. Na kuwa wa kwanza. Mimi na Masihi wa Bwana hatuna tangulia. Mimi na Masihi wa Bwana hatuna tangulia. Kwa mkono wa Bwana hatuna mwangusha adui wa njiani. Adui wa njiani anguka, aporomoka anguka. Yakababa asananana rekababa. Natikisa mkono wa Bwana juu ya enye adui za kanisa, wachawi, waganga, mapepo na vinyamkera na majini na miungu na madhabahu za giza. Natikisa mkono wa Bwana juu yenu. Muharibike, mauti na iwaanguse. Muanguke kwa ajali, muanguke kwa mauti, muanguke kwa magonjwa. Mkono wa Bwana unafedhesha. Nawaletea mkono wa Bwana, uwape fedheha, uwadhoofishe, uwafadhaishe. Mkono wa Bwana uwafadhaishe. Nawaletea mkono wa Bwana, uwafadhaishe kwa jina Yesu. Rakada baba mashanana. Mkono wa Bwana unaweza kuharibu adui. Mkono wa Bwana uharibu. Mkono wa Bwana uharibu kazi zenu, uharibu uzao wenu, uharibu biashara zenu, uharibu majina yenu. Mkono wa Bwana unaweza kuwapelekea majibu, ukawapelekea magonjwa. Nawapelekea magonjwa ya kufisha. Nawapelekea magonjwa, nawapelekea tauni ya Buriburu, nawapelekea kwa jina la Yesu magonjwa ya kufisha kwa jina la Yesu. Yakababa ashanda mama, magonjwa ya Kimisri nawapelekea. Shaka baba yakanda mama
yama kasanda. Hebu ita mkono wa Bwana juu yako sasa. Weka mkono wako juu ya kichwa chako na uite mkono wa Bwana. Sema, mkono wa Bwana njoo juu yangu. Sema, mkono wa Bwana njoo juu yangu. Sema, mkono mwema wa Bwana njoo juu yangu. Sema, mkono mwema wa Bwana njoo juu yangu. Sema, mkono wa Bwana unaoleta kasi, unaoleta mbio, uje juu yangu kwa jina la Yesu. Sema, mkono wa Bwana unaotia nguvu, uje juu yangu katika jina la Yesu. Sema, mkono wa Bwana unaoinua, uje juu yangu katika jina la Yesu. Sema, mkono wa Bwana unaolinda na kuokoa, uje juu yangu katika jina la Yesu. Sema, mkono wa Bwana. Sema tena, mkono wa Bwana unaotunza, uje juu yangu katika jina la Yesu. Sema, mkono wa Bwana. Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako, nikunjulie mkono wako ili nishinde neema. Sema, Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako ili nishinde neema katika jina la Yesu. Kwa umeweka mkono wako kichwani hivyo kwa ishara ya mkono wa Bwana, na nikutamkie katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba na kila aliyeko mahali hapa na kila anayeomba nasi kwa njia ya mtandao, na uita mkono wako mwema juu ya kila mmoja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni mkono wako ndio unaofanya ahadi zako zitimie. Mzaburi anasema, na kwa mkono wako utamtimilizia mambo yake. Baba, ninaomba kwa mkono huu sasa. Mkono ulioko juu yake ni ishara ya kwamba mkono wako uko juu yake ili kutimiliza yale mambo yaliyoandikwa katika kile chuo chako kwa habari ya maisha yake katika jina la Yesu. Hautakufa kabla ya wakati wako kwa jina la Yesu. Nasema tena, hautakufa kabla ya wakati wako kwa jina la Yesu. Kila ambacho Bwana amekiandika juu yako utakiona kikitimia kwa jina la Yesu. Nasema utakiona kikitimia kwa jina la Yesu. Yale ulioandikiwa kwa habari ya ndoa, ulioandikiwa kwa habari ya uchumi, ulioandikiwa kwa habari ya afya, ulioandikiwa kwa habari ya Tanzania mpya, ulioandikiwa kwa habari ya kumiliki na kutawala, yatimie kwa jina la Yesu. Nasema yatokee kwa jina la Yesu. Aliyekuwa anakuzuia, mkono wa Bwana umwangukie kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana umsete kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana umvunje kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana umuharibu kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana umwangushe kwa jina la Yesu. Kila aliyekuwa anakuzuia, mkono wa Bwana ulegeze viuno vyake, asime kusimama mbele yako katika jina la Yesu. Kwa ishara hiyo ya mkono ulioko juu yako, ninaomba mkono wa Bwana unaoleta kibali na kufadhiliwa juu ya adui zako, kufadhiliwa juu ya watu wengine, uwe juu yako katika jina la Yesu. Kuanzia sasa pokea kibali kisichokuwa cha kawaida kwa jina la Yesu. Watu waanze kukufadhili na kukupa vitu katika jina la Yesu. Safari sio watu tu, hata wafalme waanze kukupa mahitaji yako kwa jina la Yesu. Nasema wafalme waanze kukupa mahitaji yako katika jina la Yesu. Kwa sababu ya mkono mwema wa Bwana ambao umekuja juu yako kuanzia leo, hautapungukiwa kwa jina la Yesu. Mahitaji yako yote ya kawaida na yanahusiana na huduma, yanahusiana na kusudi na hatima ambayo Mungu amekupa, na shauri la Bwana juu yako ya kujie kwa njia nyingi katika jina la Yesu. Kila ambaye atakuona akupendelee kwa jina la Yesu. Kila ambaye atakuona, nasema tena, akupendelee kwa jina la Yesu. Na imekuwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya maombi haya ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja. Asante kwa ajili ya wale walioko mtandaoni na walioko hapa.